Naam, bwana, moja kati ya vitu ambavyo sasa hivi hapa vina make headline ni kufuatia kwa ugomvi ambao ulikuwa unaendelea kati ya Martha Mwaipaja dhidi ya mwanadada ambaye au mwanamama ambaye anafahamika kwa jina la Upendo Mkone. Sasa issue ya Martha Mwaipaja na Upendo Mkone ilipoanzia ni kwamba Upendo Mkone alifanya interview na akasema kwamba Martha Mwaipaja alishawahi kugombana naye na mwisho wa siku akamtishia maisha, jambo ambalo kwa upande wake yeye Martha Mwaipaja hakupendezwa nalo. Akaona kabisa kwamba jina lake linachafuliwa akiwa kama mwimbaji wa Injili na mambo ya kutishia watu maisha haviendi sawa. Hivyo basi ikabidi Martha Mwaipaja bwana aruke live kupitia ukurasa wake wa Instagram na kuweka bayana kwamba hivyo vitu ambavyo amevizungumza Upendo Mkone hajapendezwa navyo na si vya kweli, na anataka ushahidi, kwani jambo hilo ameshalifikisha katika vyombo vya kisheria. Kwa hiyo moja kwa moja ni kwamba mwanadada Martha Mwaipaja alikuwa amejipanga zaidi kuanzisha kesi dhidi ya Upendo Mkone. Umeona bwana, kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Sasa baada ya vuta ni kuvute na mijadala kuwa mingi huko mitandaoni, moja kwa moja ni kwamba tukashuhudia kumuona kwamba Martha Mwaipaja na Upendo Mkone Martha Mwaipaja kwanza alitangaza kwamba anaacha kuimba Injili kwa sababu hali yake ya kisaikolojia ilikuwa haiko sawa kutokana na misukosuko ambayo alikuwa anapitia. Lakini kwa upande wa Upendo Mkone Upendo Mkone yeye bwana, kwa upande wake kidogo mambo pia hayakuwa mazuri, na moja kwa moja akaamua na yeye pia kuweka bayana kwamba ameamua aombe radhi. Yani yeye baada ya kuona kwamba Martha Mwaipaja amefika mbali na vitu vingine kama hivyo, ameamua kuacha mziki na pia vile vile ameamua mpaka kufikisha mambo hayo katika vyombo vya kisheria. Upendo Mkone akaona kwamba mambo yasiwe mengi, akajishusha na kuomba radhi kwa Martha Mwaipaja. Lakini jambo la kumshukuru Mungu ni kwamba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Jiji la Dar es Salaam akaamua kuwakutanisha hawa wamama wawili na kuwapatanisha. Kwa hiyo wamepatana mbele ya mkuu wa mkoa, wameombeana radhi na wameomba radhi jamii kwa ujumla kuhusiana na kile ambacho kimetokea. Sasa tukija upande wa pili bwana, kuna huyu bidada anafahamika kwa jina la Joan. Huyu Joan bwana ni binti wa Martha Mwaipaja, mwenyewe huwa amejitambulisha hivyo kama binti wa Martha Mwaipaja. Umeona, anaitwa Joan. Sasa huyu Joan bwana, kuna kipindi ambacho alitoa maneno ambayo kiukweli yaliwakera watu wengi sana. Kwa mujibu wake yeye, Joan alitoa maneno ambayo watu wengi sana waliwauzi kutokana na kwamba alimsema Upendo Mkone, maana yeye alikuwa upande wa mama yake Martha Mwaipaja, akamsema vibaya Upendo Mkone kwamba hana chochote. Yani anadai kwamba eti Upendo Mkone alipofanya interview na kusema kwamba Martha Mwaipaja alimtishia maisha, Joan akaja akasema kwamba Martha Mwaipaja hajazungumza na Upendo Mkone takriban miaka 7, hawajawahi hata kupigiana simu. Amemtishia maisha kwa kipi alichokuwa nacho? Hana gari, hana nyumba, hana pa kuishi, hana hela wala hana umaarufu wote. Jambo ambalo kuna watu wengi sana ambao ni fan base ya muda mrefu ya Upendo Mkone wamekerwa na maneno hayo ya Joan, binti mdogo kabisa, kuja kumkosea heshima Upendo Mkone kisa hana gari ya kutembelea. Hicho ni kitu ambacho kiliwakera watu wengi. Umeona bwana, na watu wakaamua kuchukua hatua. Moja kati ya jumbe ambazo alikuwa ameziandika huyu Joan, aliandika kwamba ulichomzidi mama yangu ni umri tu, pesa huna, chochote huna, hata bajaji huna. Sasa sijui anakutisha kwa kipi? Hakuna ulichomzidi Martha Mwaipaja zaidi ya umri, na utatoa ushahidi, mama hakuachi. Ameandika hivyo mwanadada huyo Joan, binti wa Martha Mwaipaja. So hivyo ndivyo situation ilivyo, lakini haikuishia hapo. Huyu Joan bwana amekuja tena na jambo lingine huko mitandaoni, ambapo kuna ujumbe mwingine tena ameuandika kupitia kurasa wake wa Instagram, ambapo yeye mwenyewe ameandika kwamba Watanzania bado hamjui, maana watu wengi sana wametokea kumwandama. Unajua kwamba huyu binti uwaga akifanyaga vitu kama hivi, akiingiliaga ugomvi wa mama yake na mtu yoyote yule, uwaga watu wengi sana uwaga wanamuandama sana kwenye comment section. Mara nyingi uwaga nazima comment au anaweka account private na vitu vingine kama hivyo. Sasa huku wadau bwana wamekuja kumwashia moto, na moja kwa moja bwana akaamua kuja kuzungumza hapa. Binti ameweka ujumbe kupitia kurasa wake wa Instagram baada ya kuona kwamba watu wengi sana wameenda ku comment negative katika kurasa wake. Ameandika kwamba
Ameandika kwamba Watanzania bado hamjui nini mnataka kwa sasa. Mnamtaka Jowani na mimi pia nitawapa mnachokitaka. Mpaka siku akili zenu zijue nini mnakitaka. Mimi trendi imenipa hela, wewe je? Akaweka hapo emoji ya kucheka, kisha akasema kwamba tutawaletea kila trendi mpaka siku mjue nini mnataka. Huyo Jowani ameandika hivyo kupitia ukurasa wake wa Instagram. Lakini haikuishia hapo. Huyo Jowani akaweka tena ujumbe mwingine. Hii ni screenshot ya caption ambayo ameiandika katika ukurasa wake wa Instagram. Ameandika kwamba ndo mjue faida ya kuongelea watu wenye nyota. Binti wa miaka 24, nimeshika akili karibia Tanzania nzima. Naomba tuwe na msimamo, mniongelee mwezi huu wa 4, sio kesho trendi ianze upya. Mnisahau please, wekeni msimamo because hamna msimamo nyie watu, sio ije trendi mpya mnisahau. Jowani ameandika hivyo. Ndani hapa chini akaandika kwamba Watanzania siwaamini, hamna msimamo please, na waomba msiniache njiani ikija trendi mpya. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba hii situation yote inayoendelea kwa upande wake Jowani ameitumia kama trend, yani ili mradi tu aende viral, mambo mengine yaweze kwenda. Umeona bwana Kwa hiyo kwa kifupi bwana ni kwamba anadai kwamba ataendelea kuleta trendi mpya kadri ya siku zinavyozidi kwenda, lakini pia vile vile anaomba Watanzania wasimsahau trendi nyingine ikitokea. Anataka watu wamuongelee yeye almost mwezi mzima huu wa 4. So hicho ndicho ambacho amekizungumza mwanadada Jowani binti wa Martha Mwaipaja. Lakini pia hapa kuna maoni ya wadau mbalimbali ambao wamekuja kuweka comment hapa. Kwa mfano kuna huyu hapa anaitwa Agnes Gondo, anasema kwamba bwana natamani watu wasinunue chochote kwake. Kuna mtu amesema kwamba bwana huyu dada ana lolote. Kwa sababu bwana wewe huna miaka 24, sura imekukomaa, wewe una miaka 30 kama wengine. Kuna mwingine anasema kwamba bwana safi, maana humu kila mtu anajifanya anajua sana kumwongelea mtu na kumpangia maisha. Kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana afungue comment tumtrendishe vizuri. Kuna wadau hapa wanasema kwamba binti afungue comment wamtrendishe vizuri kwa sababu amefunga comment, watu wanataka wakamsuze matusi, nadhani huenda. Kuna mtu hapa amesema kwamba bwana huyu hana miaka 24, mbona anaonekana mzee, atakuwa na umri wa miaka 42. Kuna mtu hapa amekuja kuuliza kwamba huyu ni nani na nyota gani tena huyu anayo. Kuna mwingine amesema kwamba huyu anazidi kumharibia heshima huyo Martha Mwaipaja kwa jamii. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section. Tutakutana katika video inayofuata. Lakini pia cha msingi zaidi, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.